Mwenzangu, naomba tuanze na kimataifa kabisa. Na kimataifa mambo ni mengi sana, lakini kule Urusi mambo yanaonekana kuzidi kuchachamaa kweli kweli. Na sasa hivi Urusi imekwenda kuionya NATO kwa kila ambacho anakifanya. Anasema Urusi wanasema bwana, wanaionya mara moja NATO juu ya kulinda anga ya Ukraine, na kama ndo wamekuwa wanafanya hivyo mara zote, inaweza ikawa ndivyo sivyo katika sehemu ya kuendeleza vita. Sawa bwana. Na anasema uamuzi wa nchi za jumuiya ya kujihami NATO kulinda anga ya Ukraine itakuwa ni kama tangazo la vita kwa upande wao. Na kauli hii inajiri bana wakati ripoti zikisema kwamba watu takriban 1200 wamejeruhiwa ama kuuawa na mabomu ambayo yamepigwa marufuku kimataifa nchini Ukraine tangu Urusi ilipoweza kuvamia taifa hilo. Bwana, NATO wanaonekana kama kuichochea vita hii huku Urusi kizidi kutoa tangazo lao hilo. Kabisa, imekuwa ni mzozo ambao umekuwa ukiendelea kuchukua sura mpya tangu pale ulipoanza miaka mitatu iliyopita. Na kiini cha mzozo huu kama inafahamika kwamba ni upanuzi wa NATO au uchokozi wa NATO dhidi ya taifa la Urusi. Na hiyo kauli kiitazama imekuwa ikitolewa na Dmitry Medvedev, ambaye tunasema ni mkuu wa Baraza la Usalama katika nchi ya Urusi. Sasa kama unafahamu kwamba kumekuwa kuna hizo hoja namna gani nchi za magharibi na umoja wa magharibi wa nchi za NATO kwenda kuipa usalama au kuipa usaidizi taifa la Ukraine. Sasa kwa kitendo hicho kimekuwa kitafsiriwa kwamba ni uchokozi wa NATO dhidi ya nchi ya Urusi. Na kimsingi ni kwamba lazima tufahamu kwamba umoja wa kujihami wa nchi za magharibi ambao ni NATO ulianzishwa mwaka 1949. Okay. Na hili ni zao la vita baridi. Kwa sababu kuna vita baridi baada ya kuisha vita ya pili ya dunia mwaka 1939 mpaka mwaka 1945 kikatokea duniani kitu ambacho kinachoitwa vita baridi, Cold War. Cold War ambayo ilikuwa inahusisha kati ya Marekani, Umoja wa Kisovieti USSR na Marekani na washirika wake. Sasa kuna vita baridi, kulikuwa kuna vitu ambavyo vina identify, yani vinachochea au vinaashiria vita baridi. Cha kwanza ilikuwa tunasema ni army race, kwa maana kwamba utengenezaji wa silaha duniani. Ndio. Cha pili ilikuwa ni kusambaza itikadi. Sawa, itikadi ya kijamaa dhidi ya itikadi ya kibepari. Lakini cha tatu ilikuwa ni kuanzishwa kwa mashirika ya kijeshi ya kimkakati ambayo ni NATO. NATO ilianzishwa mwaka 1949 ambapo baadaye hawa Warusi na Wasovieti wakaanzisha kitu kinachoitwa Warsaw Pact. Warsaw Pact yenyewe sasa ilianzishwa katika nchi ya Poland, Warsaw, ambayo ilikuwa ni mkakati wa nchi za kujihami wa nchi za mashariki kuja kujilinda dhidi ya NATO. Na lengo kubwa la NATO kuanzishwa ilikuwa ni kuhakikisha kwamba kuzuia uvamizi au upanuzi wa nchi za mashariki kuelekea magharibi. Okay. Sawa. Sasa kihistoria ni kwamba baada ya kuanzishwa umoja wa kujihami wa NATO tumeshuhudia baada ya kuisha vita baridi mwaka 1991 umoja wa Kisovieti ulivyoanguka, na baada ya kuanguka kuta wa Berlin katika mwaka 1989 kule Ujerumani mashariki na Ujerumani magharibi. Ndio. Sasa hawa NATO nchi nyingi zikawa zinaingia katika umoja wa kujihami wa NATO ambazo zilikuwa katika shirikisho la USSR. Umoja nini wa Kisovieti ambako wakina Urusi wapo, wakina Poland, Romania na nchi nyingi kutazama. Nchi nyingi sana. Sasa hoja kubwa ambayo anayejenga Putin kwa kipindi kirefu ni kwamba Warsaw Pact iliondoka kipindi cha vita baridi, kwa sababu vita baridi ishaisha. Sawa, Urusi wakashindwa mwaka 91. Hizi nchi za mashariki zikaamua kufuata demokrasia na kuweza kuwa huru. Kwa nini NATO imeendelea kuwepo wakati Warsaw Pact iliondoka? Hoja ya kwanza ya Putin. Sawa. Lakini hoja ya pili ni kwamba kwa nini upanuzi wa NATO umeendelea kuongezeka kwenye mipaka ya Urusi ambayo imekuwa ikitishia usalama dhidi ya taifa lake? Hoja ya pili. Lakini hoja ya tatu ambayo amekuwa akijenga Putin,
ukisoma mkataba wa kujihami wa NATO yes, ambao unaitwa article number 5 inasema hivi, taifa moja likivamiwa, sisi wanachama wa NATO tutakuwa na jukumu kwenda kumlinda na kumsaidia mtu taifa la mwenzetu, rafiki yetu. Sawa. Sasa hiyo ni hoja ambayo inajua kwamba kuingia kwa Ukraine NATO ni kama kuwakaribisha maadui wa Urusi karibu uchumbani. Sasa ukitazama mipaka ya Ulaya Mashariki ambayo kimsingi inapakana na Urusi, kuna Poland, Belarusi, kuna Ukraine. Sawa. Ukiacha hizi nchi za Finland ambao nayo ina mpaka mkubwa zaidi na Urusi. Poland ishaingia NATO. Belarusi kule kwa Alexander Lukashenko bado hajaingia NATO. Poland imetokea kule kwa bwana Urusi. Ukiangalia sasa Finland nao wana mikataba ya ushirikiano na nchi za magharibi ambao ni NATO. Sasa Putin anasema hawa watu wamevuka mipaka, wanaisaliti USSR, wamevuka mipaka na kujaribu kusogea zaidi. Asa tukio ambalo akaamua kulifanya ni kuanzisha vita ya Urusi na Ukraine. Of course mwaka 2014 alichukua Crimea, mwaka 2022 akaanzisha vita ya Urusi na Ukraine. Sasa hoja msingi ni kwamba je, hii vita itaisha kukiwa kuna maazimio gani? Sawa. Azimio la kwanza ni Ukraine kuto kuingia NATO. La kwanza. Sawa. Azimio la pili, siasa za Ukraine lazima ziweze kuwa neutral, kwa maana kwamba zisitegemee mashariki au magharibi. Na hiyo ilikuwa ni hoja ya mwaka 1991 kwamba Umoja wa Kisovieti unasambaratika, lakini kwa sababu ya maslahi makubwa ya Ukraine dhidi ya Urusi, lazima Ukraine iweze kuwa neutral. Iliamriwa mwaka 1991. Kwa sababu gani? Kwa sababu katika Ukraine, bwana Rupokela, katika mji wa Zaporizhia ndo kuna kinu kikubwa cha nyuklia barani Ulaya. Sawa. Lakini mwaka 1996 silaha nyingi za nyuklia ambazo zilikuwa zipo katika nchi ya Ukraine, Poland, sawa, Belarus, zilichukuliwa zikarudishwa Moscow kwa sababu ya kiusalama. Kwa sababu kipindi cha Sovieti, nchi ambazo zilianzishwa Umoja wa Kisovieti, sawa, ilikuwa ni Urusi, Poland, Ukraine na Belarus. Hizo nchi za kwanza, nyingine zikafuata. Umeona? Of course mapinduzi ya Urusi ya mwaka 1917 ambayo yalianzishwa na Lenin akaja akafariki mwaka 1924, akaingia Joseph Stalin. Sawa. Sasa kutazama hawa viongozi wote wamekuwa waliwekeza zaidi kuna nchi za Ukraine, mabomu ya kivita, yani katika umoja wao ule walitazama Ukraine kama nchi ya kimkakati kwa upande wao kabisa, ambao ndio itakuwa msaada kwa namna moja ama nyingine hapo baadaye. Lakini sasa cha kushangaza zaidi, wanashangaa leo hii Ukraine ambayo waliiwekeza wao hata silaha nzito kuweka pale inataka kuondoka kwenye nani. Lakini kwa nini NATO wasimwachie huyu na ili kumaliza hili ambalo linaendelea? Kwa sababu hata tangazo ambalo limetolewa sasa hivi inaonyesha kama NATO ndo hawataki kumwachia hivi. Sorry. Cha kwanza ni kwamba kwa nchi za magharibi na NATO wamekuwa wakiwa wanajenga hoja kwamba haitakiwi taifa lolote kuweza kumchagulia mtu rafiki wala adui. Na wamekuwa ni hoja kweli ya Umoja wa Mataifa. Usimchagulie mtu rafiki wala adui. Sawa. Kwamba kila taifa lina haki ya kuamua mustakabali wa nchi yake. Bana, mimi nataka nikae upande huu. Ni yeye sasa. Lakini hoja ya pili ni kwamba alichofanya Urusi ni kuvuka au ni kuvunja sheria za kimataifa. Kwa sababu ni hairuhusiwi kuweza kuvuka mipaka kwenda kuvamia taifa lingine. Sawa, unaenda kuviolate the international law. Lakini sasa hizi sababu ukiziangalia, je, zina nguvu dhidi ya security interest za nchi? Inakwamba kwamba zina nguvu dhidi ya sababu za kiusalama katika taifa? Hoja ni kwamba ni hapana. Taupa mfano mmoja. Mwaka 1962, sawa, nchi ya Cuba chini ya Fidel Castro, mtaalamu, Warusi wa Soviet walichukua vinu vya nyuklia wakavipeleka Cuba. Wa Marekani wakapiga sana kelele, kwa nini unatuletea vinu vya nyuklia katika nchi yetu ya kimkakati? Kwa sababu ukiangalia Cuba inaiangalia Marekani kwa juu. Unajua? Sasa utazama. Kwa nini leo hii yani Urusi alifanya mwaka 62 ilikuwa ni hatari kwa usalama wa Marekani. Kwa leo hii Ukraine inataka kuingia NATO ambayo hatoni ni usalama kwa nchi ya Urusi. Umeona? Sasa hoja ni kwamba na nafikiri kwa kumalizia, nafikiri kwamba anataka kufanya Trump
Trump kuna hii vita atamaliza muda wake na ataondoka kama maslahi ya Urusi hayatazingatiwa katika nchi ya Ukraine. Sawa bana, ni moja jambo ambalo limetrend kwenye upande wa kimataifa. Morning Express. Bana, tumalize kimataifa. Turudi zetu huku. Marco Rubio ndio anakwenda kukutana na Benjamin Netanyahu. Wamekutana jana. Wamekutana jana. Waziri mkuu huyu na mwenzie huyu wa Marekani. Sasa wakati wao wanakutana pia inaonekana kwa hatari zaidi wakati upande wa pili huku na wenyewe wanakutana. Nchi za wanazita nchi za Kiarabu na Kiislamu. Kiarabu na Kiislamu, yes. Na zenyewe vile zimeweka azimio la kwenda kukutana leo hii huko Qatar. Si ndio bana? Doha kwa ajili sehemu ambayo alishambuliwa pia. Dio. Kwa ajili ya kujadili mustakabali mzima wa kile ambacho kilitokea, lakini hayo ambayo yanaendelea. Watu wamekuwa na wasiwasi mkubwa sana kwenye hili ambalo sasa mbona kama mambo yanazidi kuchanganyikiwa hapa, kuchanganyana, huyu hivi huyu vile. Mkutano wa wale mabwana unaashiria kitu gani na hiki ambacho kinatarajiwa leo? Yes, kwanza ni kwamba ukiangalia kwa mkutano wa jana kati ya Marco Rubio, waziri wa mambo ya nje wa taifa la Marekani, na Benjamin Netanyahu. Sawa, wamekuwa na mkutano katika jiji la Jerusalem, katika mji mkuu wa Israeli, lakini kuna sheria za kimataifa. Mji mkuu Jerusalem unatajwa kabisa kwamba upo katika chini ya umoja wa Mataifa, na inakumbuka kwa mfano mwaka 1947 kuna azimio namba 181 ambalo julikana kama two state solution, iliamuliwa kwamba Jerusalem itakuwa ni mji mkuu wa kimataifa, kwa kwamba utakuwa ni mji mkuu wa wote. Lakini tukashuhudia Trump mwaka 2020 akatangaza mji mkuu wa Jerusalem kuwa mji mkuu wa Israeli, mji mkuu wa Israeli ni Jerusalem, kutoka kule kuna Tel Aviv. Sasa ni kimsingi ni kwamba hawa viongozi wa Marekani wengi, hawa mawaziri wa mambo ya nje, sawa, wamekuwa wakijinasibisha kwamba wao wanajiita kwamba wao ni Wazayuni. Kwa lazima ifahamike. Biden alikuwa anajiita yeye ni Mzayuni. Sawa, huyu Marco Rubio yeye ni Mzayuni. Sawa, Anthony Blinken alikuwa waziri wa mambo ya nje wa Biden, alikuwa ni Mzayuni. Maana ni kwamba sera ya mambo ya nje ya Marekani imekuwa ikiitazama Israeli kama ni eneo lao la kimbinu. Na ndio mfano mmoja. Mwaka 1978 kuna mkataba maarufu ambao unaitwa Camp David Accord. Ulihusisha kati Anwar Sadat alikuwa kiongozi wa Misri, sawa, Menachem Begin alikuwa waziri mkuu wa Israeli, sawa, na Rais Jimmy Carter. Okay. Sawa, unaitwa Camp David Accord. Iliamriwa kwamba Misri itarudishiwa Sinai na Misri itaitambua Israeli. Mwaka mmoja baadaye kuna bunge la Congress wakapitisha azimio, sawa, inaitwa Jimmy Carter Accord, kwamba Marekani itailinda Israeli mpaka mwisho wa dunia. Kwa lengo pale ambapo maslahi ya Israeli itaingiliwa na nchi zote za Kiarabu, Marekani itakuwa na jukumu la kulinda nini? Israeli. Kwa sababu za kiuchumi, za kiusalama, za kihistoria na hizo za kidini. Sasa hawa mawaziri wa mambo ya nje wamekuwa wakisema kwamba ni Wazayuni. Sasa Wazayuni na maanisha Wazayuni maana ni kwamba na maanisha harakati za Kizayuni ambazo zilianza kuonekana na 19 ambayo juzi uliniambia hapa. Nilisema hapo kuhusu Zionism movement. Harakati za kisiasa ambazo zinataka kwamba Wayahudi kwenda kutengeneza taifa lao ya hadi mashariki ya kati. Lakini nimemsikia juzi Keir Starmer, waziri mkuu wa Uingereza, anasema kwamba yeye mwenyewe ana vinasaba anasema vya Ashkenazi. Ashkenazi ni Wayahudi ambao walisoma tamaduni za Kiyahudi ambao wanapatikana Ulaya Mashariki. Wao walikuwa mbali yeye anasema juzi Keir Starmer kwamba yeye ni Mwashkenazi. Sawa, lakini kwa hiyo tofauti na hao Wazayuni. Uzayuni ni harakati za kisiasa. Alafu Ashkenazi hawa walikuwa ni tunasema ni wazungu ambao wanajinasibisha kama ni Wayahudi ambao walikuwa wanapatikana maeneo ya Ulaya Mashariki. Okay. Ambao Adolf Hitler ndio aliwaua kwa halaiki. Walikuwa wanakaa kule Poland, Romania, Urusi, Ukraine. Sawa, Ashkenazi. Sasa
hoja msingi ni kwamba kwa nini mawaziri wa mambo ya nje wamekuwa wakiingia madarakani msimamo wao kuhusu Israeli umekuwa kuwa wazi. Sasa hapa kuna vitu vinne vya msingi. Cha kwanza, lazima uweze kuelewa dhana ya AIPAC, American Israel Public Affairs Committee. Sawa? Ili uweze kuwa na rais wa Marekani na ili uweze kuwa waziri wa mambo ya nje, lazima uweze kusimama kwenye podium useme kwamba sisi tutawasupport vipi Israel. Okay, hiyo ni principle ya kwanza. AIPAC imekuwa ikichangia dola za Marekani takriban bilioni 500 kuchangia uchaguzi. Walimchangia Trump, wakamchangia na Kamala, walimchangia wakina Bush, wakamchangia na kina Obama. AIPAC committee, hiyo committee, okay, American Israel Public Affairs Committee. Ya pili inaitwa Christian Zionism. Hawa wanaitwa Mayahudi wa Kikristo. Sasa hawa wapo wengi Ulaya. Mayahudi wa Kikristo ambao wanaamini kwamba ukiibariki Israeli utabarikiwa, ukiilani Israeli utalaaniwa. Hawa tupo nao hata Tanzania tupo nao. Ya tatu, wala paka Kenya wapo. Mayahudi wa Kikristo. Lakini ya tatu kuna kundi sawa ambao anaitwa Professor John Mishaima. Anaita Israel Lobby. Sawa, hawa ni wasomi wakubwa, watunga sera ambao wamekuwa wakiamua mtazamo wa Marekani kuhusu Israeli na Mashariki ya Kati. Okay. Kwa lazima taifa letu tulilinde, sawa, tuliangalie. Ya nne, sawa. Sasa ukiangalia bwana Lupokera kwa haraka, sawa, hizi harakati zote hizi za okay, umesema ya nne. Kuna nyingine inaitwa Christian United States for Israel. Sawa. Ukiangalia sasa hizo zote nne, ukiangalia hizo zote nne zimekuwa zina nguvu na wana fedha. Okay. Wana nguvu na wana fedha. Wanaamua tumpe nani vikwazo na nani tusimpe. Wanaamua nani tumpige nani tusimpige. Kwa hiyo Netanyahu ana kiburi. Ana kiburi kwa sababu ana taasisi nyingi za kimataifa ambazo zinamunga mkono AIPAC, Christian United States for Israel, sawa, au Christian Zionism, sawa, na taasisi nyingi ambazo zinamunga mkono. Hawa wakisema, si ndio, hamna mtu ambaye anamunga mkono kama sasa kikao cha Qatar cha leo cha viongozi wa nchi za Kiarabu na Kiislamu, si ndio, hakiwezi kufua dafu bila hizi taasisi kuamua. Lakini kihistoria hizi taasisi zinataka kuja kutengeneza na kurudisha Israeli ambayo imetajwa kwenye Biblia, ambao kwenye vitabu vyao vya Torah, sawa, vitabu vyao vitakatifu, kama nasema kwamba hii ni nchi yetu. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba kikao cha leo hakiwezi kufua dafu, kwa sababu hiyo au huko Qatar ndo kuna base kubwa ya Marekani, ina takriban wanajeshi 10,000, lakini imeshambuliwa. Sio ilishambuliwa ile. Ilishambuliwa juzi. Sasa unashangaa base kubwa ya Marekani inashambuliwa na taifa la Israeli. Na inatajwa taarifa kwamba Trump aliambiwa kwamba tutashambulia. CIA, Mossad waliwaambia CIA kwamba tutashambulia. Kwa kimsingi ni kwamba kikao ni kweli kitaonyesha mshikamano, kitaonyesha solidarity, lakini hakiwezi kufua dafu dhidi ya ambitions za Netanyahu. Sawa bana, kumbe nguvu iko wapi imefahamika. Haya mataifa ambavyo yanakuwa na ushirika wa nje na watu wa namna hiyo bana.